Handeni mjini. Mara mwisho Handeni mjini na Handeni kwa ujumla kupata mradi mkubwa wa maji ilikuwa ni mwaka 1974. Enzi hizo mume wetu hapa Handeni alikuwa akiitwa Musa Masomo. Imepita miaka 50. Amekuja rais ambaye kwa leo ni mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuja ametupatia mradi huo mkubwa na tunakwenda kuleta maji ndani ya miezi mingi. Lakini miaka 50 iliyopita baada ya Musa Masomo nimefuata mimi kwa Giro Ruben Santabwa mama la Bwana Nirondishu. Tunakwenda kuleta maji kwa mara ya pili. Nimesema miezi mingi ijayo maji yakitiririka kufika kwenye mtaa yenu nitabadilisha jina langu. Kutokea siku hiyo miezi mingi ijayo nitaitwa kwa Giro Ruben Santabwa mama la Bwana Nirondishu Musa Masomo. Maji yatakapofika kwenye mitaa yote 60 kata zote 12 nimewaahidi wana Handeni siku hiyo miezi mingi ijayo maji yakifika kwenye mitaa yenu mimi kwa Giro Ruben Santabwa mama la Bwana Nirondishu nitaoga hadharani. Hicho mnachoshangilia kukiona hamtakiona kwa sababu mtaona na nguo. Tayari tumekamilisha kazi kwa 71%. Ngeukie wenzako mwambie miezi 4 ijayo. Mwambie miezi 4 ijayo. Na miezi 4 ijayo maji yatatiririka kutoka juu ya kilele cha mlima Handeni kwenye tenki la Ukombozi. Yataanzia hapa kata ya Chanika, maji yataanzia Azimio, yataanzia Chang'ombe, maji yatakwenda Kibesa, maji yatafika kwa Mgumi, maji yatakwenda mitaa yote mitano ekatei ya Chanika. Hatutaishia hapo. Maji baada ya kufika Chanika miezi 4 ijayo yatakwenda kata nzima ya Mdoe. Hatutaishia hapo. Maji miezi 4 ijayo kutoka juu ya kilele cha mlima Handeni yatatiririka na kuifikia kata ya Bebaoni. Hatutaishia hapo. Miezi 4 ijayo kutoka juu ya kilele cha mlima Handeni kwenye tenki la Ukombozi tutapeleka maji mpaka kata ya Konje. Tutaanzia Kitue, tutakwenda Masalaka, tutakwenda Mangina, maji yatakwenda mpaka Mtusi kwa Mangina, tutakwenda kwenye shule, tutapeleka mpaka kwa Mnazi. Kata yote ya Konje itapata maji. Miezi 4 ijayo maji yatatiririka kutoka juu ya kilele cha mlima Handeni mpaka kata ya kwa Magome kule anakotoka Mheshimiwa Mkombati. Maji kule kwa Magome yataanzia Msanga, yatakwenda Sasiloni, tutayapeleka Lopili, maji yatakwenda Hedi, maji yatakwenda kwa Luala, Msanye, kwenye Muzu, maji yatafika mpaka kwa Ubaka kule kwa Fugera. Miezi 4 ijayo kutoka juu ya kilele cha mlima Handeni maji hayataishia tu kwa Magome, tutakwenda tutapeleka mpaka kata ya Kidereko. Kule Kidereko maji yataanzia vilima vya Bangu na Dekai, maji tutapeleka Lumbizi, maji tutapeleka Konje, maji yatakwenda Kampene, yatakwenda kwa Maizi, maji yatakwenda kata nzima ya Kidereko. Miezi 4 ijayo maji yatafika kata ya Kwediamba. Pale Kwediamba maji yataanzia kwenye vilima vya Kolizango, yatakwenda Mcheni, maji tutapeleka Tuliani, maji yatakwenda Mpakani, yatakwenda kwa Itambala, kata nzima ya Kwediamba itapata. Mheshimiwa, yatafika kata inayotokea mimi, kata ya Kwendugo, yataanzia Wandamu, tutapeleka Kwendugo, yatakwenda Ngui, maji yatakwenda Kuila, yatafika mpaka Kiseo. Hatutaishia hapo. Miezi 4 ijayo maji yatafika kwenye ardhi ya babu zangu
ambako wamelala kina mzee Clement Samsure Nyani, maji yataanzia kwenye ziwa Kilimela Ng'ombe, kwa Madule, maji yatakwenda kwa Marango, tutayapeleka Masampata mpaka Kurugole mpakani na Msomeni. Maji yatatiririka miezi 4 ijayo mpaka kata ya Msasa. Maji yataanzia Mazundu, yatakwenda Msasa shule, yatakwenda kwa Msonge katika mwezi mmoja, na tutamalizia kwa Mgodi miezi 4 ijayo. Miezi 4 ijayo maji tutapeleka mpaka kata ya Mlimani, mahala ambapo tumejenga tenki kubwa la ukombozi. Hapo kwenye kata ya Mlimani maji yataanzia kwa